tutasoma mstari wa kwanza, Zaburi sura ya 35, anza mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Uutoe na mkuki, uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaweza tukachukua nafasi, kwa sababu tutakuwa na muda mchache sana wa kukaa. Muda mwingi tutaomba kwa kama unaweza ukachukua tukapozisha nikakuomba, unaweza ukajiweka kwenye mazingira ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaomba tu muda mwingi, tutakaa kidogo mwishoni. Yesu asifiwe sana. Ila please msitoke. Tutakuwa naimba mafumbili. Rudia tena kusoma mstari wa kwanza. Kama na Biblia fuatisha tu, unasoma pamoja na mtumishi anaposoma. Yes, mstari wa kwanza unasema, Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha mkono wako, sema maneno haya. Bwana, Bwana, utete nao wanaoteta nami, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, upigane nao wanaopigana nami. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, yeyote yule atakayesimama katika njia yangu ili kunipinga, hivyo Yesu, kama mpinge, atakayesimama kwenye njia yangu ili kunizuia, mzuie asifanikiwe. Atakayepanga ubaya kwa ajili ya kesho yangu, atakayepanga ubaya kwa ajili ya hatima yangu, yule mbaya uwe juu yake, yule mbaya uwe juu yake, yule mbaya uwe juu yake. Yeyote yule atakayekuwa na njama mbaya dhidi yangu, dhidi ya hatima yangu, dhidi ya kesho yangu, dhidi ya kesho yangu, dhidi ya hatima yangu, dhidi ya maisha yangu, yule mbaya uwe juu yake, yule mbaya uwe juu yake, yule mbaya uwe juu yake. Baba, katika jina la Yesu, Baba, jina la Yesu, ninayefika na kesho yangu kwa sababu nimekutumaini wewe, ninayefika na kesho yangu kwa sababu nimekuamini wewe. Yeyote yule atakaye kuharibu maisha yangu, yakaharibiwa maisha yake. Yeyote atakayenipinga, akapingwe yeye. Yeye atakaye kunizuia, azuie yeye. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rapapapapapapenya kamante, rikapalakataba, shamantebeya, rikapapapapeyata, maluskebeleketebe, rikapapapapekebe, rishkabalakateba. Kaza na Zaburi, sura ya 35, mstari wa kwanza. Yesu, pigana nao wanaopigana nami, pigana nao wanaopigana nami, pigana nao wanaopigana nami, pigana nao wanaopigana nami. Katika jina la Yesu, wanapanga ubaya kwenye njia yangu, wanapanga juu yao, wanapanga ubaya juu yao, wanapanga juu yao. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwenye njia yangu, wanapanga ubaya, wanapanga juu yao. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu,
Ukisoma sura ya 35 mstari wa 3 anasema, utoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, uambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Utoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waibishe, wafedheshe wanaonitafuta nafsi yangu, warudishe nyuma, wafadhaishwe wanaonizuilia mabaya. My God, wewe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana uangusha chini. Aya, njia yao na iwe giza na utelezi. My God, malaika wa Bwana ukiwafuatia katika jina la Yesu. Sema neno haya, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, unipeleleshe wanaotaka kunipelelesha, unipoteze wanataka kunipoteza, uniaibishe wanataka kuniaibisha, niangushe wanataka kuniangusha. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jina yao ninaigiza, jina yao ninaigiza, hawataniua, hawataniua.
wakati na tafakari kuzaliwa kwa Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 ukianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza, wanavyoelezea Yesu alipozaliwa, wale Mamajusi walivyoona nyota yake, nikajifunza kitu. Wakati wote ambapo kitu kikubwa kinazaliwa, wakati wote ambapo kitu kikubwa kinataka kushai, nyota yake huwa inaonekana. Isipoonekana kwenye ulimwengu wa mwili, itaonekana kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wakati naandikwa hii habari ya Yesu, sio kama ilikuwa inaandikwa kama hadithi, sio kama ilikuwa inaandikwa kama historia, kwamba tujue Yesu alizaliwaje, yakatokea picha ya nyota. No, ndio uhalisia. Vitu vikubwa ambavyo vinataka kuzaliwa, mtu mkubwa anapotaka kuinuka, dunia itanotisi tu, dunia itajua. Hata wasipojua katika ulimwengu wa mwili, wajua katika ulimwengu wa roho watajua kuna kitu kikubwa kinainuka. Watajua kuna mtu mkubwa anainuka. Watajua kuna mtu mkubwa anataka kushine. Watajua kuna mtu mkubwa anataka kuprosper. Watajua kuna mtu mkubwa anataka kutake over. Ndivyo ilivyokuwa. Ndivyo ilivyokuwa. Ndivyo ilivyokuwa. Ndio maana ikaleta taharuki. Siku zote walikuwa wanazaliwa watoto. Ile alipozaliwa tu mtoto Yesu, ikaleta taharuki. Mambo yakawa tofauti. Wale Mamajusi wakaifuata nyota. Wakasafiri kutoka mbali wakaifuata nyota. Walipofika katika ile nyota, Herode naye akasikia hizo habari, akashindwa kuelewa. Hizi mambo yamekuwaje? Mbona kuna taharuki? Walipomshangaza yule Mamajusi wakamwambia, mfalme wa Wayahudi amezaliwa. Hapa Herode anajua ndiye mfalme. Anazaliwa mfalme mwingine wakati mimi ni mfalme. Cheki alichowaambia. Akamwambia, nendeni mkafuatilie habari zake, halafu mniletee habari yake, mnijuze ili na mimi niende nikamuone, nikamsujudie. My God. Hata kama angekuwa ukaambiwa hicho kitu afu unaambiwa na mfalme, ungejua kwamba huyu mfalme na yeye anataka akamtolee sadaka huyu mtu, kwa sababu hawa watu walikuwa wamebeba sadaka, walikuwa wamebeba zawadi, wakaenda kumpatia. Alafu naye akamwambia, mtaniletea habari ili na mimi nikamsujudie. Ndio sentensi aliyosema, na mimi nikamsujudie. Wakati anasema hayo, wao wanasikia maneno ya nje, lakini kumbe ndani yake alikuwa amepanga ubaya. Ndani yake alikuwa na jazba, ndani yake alikuwa na hasira, ndani yake alikuwa na uchungu. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Alikuwa na huo uchungu. Nataka tujifunze kuhusiana na divine direction. Divine direction. Chekisheni kitu. Hao Mamajusi amewaambia mrudi, mniletee taarifa. Halafu hii habari mfalme amewaambia. Lakini walipofika kule, Mungu akawaonya, akawaambia msirudi. Hao Mamajusi wakapita njia nyingine. Hawakurudia ile njia aliyotaka Herode arudi. Maana watu wakarudi walikotoka. Kitu gani Herode akafanya? Akapata ghadhabu. Alipojua hao watu hawajarudia, akapata hasira, akapata uchungu. Ndio akatoa agizo watoto waanze kuuawa. Akaanza kuuawa. Akaweka range ya miaka. Maana hata kama alikuwa amezaliwa muda umeenda, akaanzia watoto wa miaka 2 mpaka 0. Kwa kuanzia watoto wa miaka 2 wote wakauawa kushuka chini. Kwa sababu kitu kilichozaliwa kilikuwa cha tofauti, kikatua taharuki. Waliokuwa katika ulimwengu wa roho na jimu wakaiona nyota. Katika ulimwengu wa mwili Herode naye akachanganyikiwa. Kwa sababu kilichokuwa kinakuja sio cha kawaida. Daudi wakati anaomba haya maombi alikuwa anamaanisha, akisema Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, wafedheheshe wanaonifedhehesha, njia yao iwe na utelezi, giza wasinione. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hii ni mentality itakuwa ndani ya Mkristo, kwamba nimempokea Kristo kwenye maisha yangu. The moment nimempokea Kristo ndani yangu, mimi nimebeba kitu kikubwa. Maisha yangu mimi yamebeba hatima kubwa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya dunia. Kwenye kila field ambayo Mungu atakupatia, kwenye kila field ambayo Mungu amepitia, umebeba matokeo makubwa, umebeba impact kubwa kwa watu. Umebeba impact kubwa kwa ajili ya taifa. Tupo hapa tunasoma. Kuna swala ya IT, umebeba impact kubwa. Kuna watu ambao mtakuwa tumishi madhabahuni, umebeba impact kubwa kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya dunia. Huko mtaani, kwenye familia, utakuwa ni mtu ambao hautazaa mapoza, utazaa watu wakubwa. Expect uzao wako utakuwa ni uzao mkuu. Uzao wako watu watamjua Yesu kupitia uzao wako. Watu wataokoka kupitia uzao wako.
watu watainuliwa kupitia uzao wako, kwa sababu ndani yako kipo kitu kikubwa. Sasa kwa sababu ya hicho kitu kikubwa, bato lazima iwepo tu, bato lazima iwepo tu. Na ndio maana ukishajua kwamba bato iwepo tu, lazima utakuwa ni very serious sana, utakuwa very spiritual sana, utakuwa very serious sana na vitu ambavyo unavifanya, kwa sababu kitu hicho kidogo sio cha kawaida na siwezi kuwa kawaida. Ni wanaanza namna ambapo nitakuwa kuomba, sitaki kuomba kwa kawaida, kwa sababu kitu hicho kipo ndani yangu sio cha kawaida. Nitainteract na watu wa kawaida ili nisiwe mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtindo wa maisha watu wengine, hata kama unaishi nao, hata kama ni kampani yako, mtindo wa maisha watu wengine usiathiri mtindo wa maisha yako, kwa sababu mtindo wa maisha yako ni tofauti kwa sababu ya kitu ambacho kipo ndani yako. Hata fanana, hata kama uko maishi pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Hata kama tunasoma pamoja, lakini hatuwezi kufanana. Kitu changu ni cha tofauti na cha kwako ni cha tofauti. Na cha kwako ni cha tofauti, sio kidogo, ni kikubwa. That's why I have to be very serious, very spiritual. Bwana asifiwe sana. Usiache kwamba ulokole kwamba mimi nishaokoka, Yesu atanipigania na nitanyamaza kimya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unajikuta umekaa kanisani kwa muda mrefu, halafu unakuwa hauna matokeo, unakuwa tu wa kawaida. Matokeo kwa kawaida. Kwa sababu bato zipo. Kwa kama bato zipo, watu wako serious na wewe unatakiwa kuwa serious. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Sema Mungu haya. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Niko hapa Yesu. Natamani kusikia neno kutoka kwako ili nielekeze njia za kupita, wapi pa kwenda, wapi sio pa kwenda, wapi pa kuingia, wapi sio pa kuingia, ili nisipotee, ili nisiangamie, ili nisiangamie. Yesu, neno lako liwe likaa ya miguu yangu, liwe ni mwanga wa njia zangu, liwe ni mwanga wa njia zangu, liwe ni mwanga
na wetu umeisha, mambo tufikie kitu cha mwisho. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19. Anasema hivi, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Arikelao anamiliki huko Uyahudi, mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji wa Nazareti, ili timie neno lililonenwa na manabii, aitwe Mnazarayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipe dakika mbili na maliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize, afu tutaelewa tunachomaanisha. Nataka tujifunze divine direction kwa dakika mbili, tutaelewa. Divine direction. Ukisoma hii ilikuwa kusomena. Ukisoma hii kitabu cha Mathayo sura 2, usikilize mstari wa 19 mpaka 23. Ni baada ya Yusufu kuwa ameshaenda Misri, akitaka baada ya kupewa maagizo na Mungu amepushe mtoto, akampeleka Misri. Lakini baada ya kukaa Misri, Herode alipofariki, akaambiwa sasa hali ni shwari, arudi. Lakini wakati anarudi, Mungu mwenyewe ameshamwambia. Mungu hajamwambia kwamba atamzuia tena njiani. Mungu kashamwambia Herode aliyekuwa anakutafuta ameshakufa, rudi. Lakini wakati uko njiani tena, akasikia habari kwamba kule mtoto wa Herode bado anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Bado anatawala. Akaonywa na Mungu katika ndoto tena, nenda Galilaya. Akaenda Galilaya, mji wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia arudi, hali ishakuwa shwari. Lakini Mungu huyo akiwa njiani anamwambia abadilishe, aende Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna moment unaweza ukasikia kabisa Mungu amekwambia fanya kitu fulani. Alafu wakati umeshaanza kufanya kile kitu unakuta uko mbele kinagoma. Inafika ile moment mtu anaanza kulaumu au Mungu hayupo. Au habari za Mungu ni za uongo. Kwa sababu umemsikia Mungu mara moja, alafu kaweka pamba masikioni, ukaanza kwenda kama kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Divine direction. Hata kama ukakwambia nenda kulia, wakati unaenda kulia, sikiliza. Akikwambia nenda kushoto, nenda kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Yusufu angeenda direct kurudi alikotoka, akamkuta mtoto wa Herode, na yeye akamfanya kitu kibaya. Angesema kwamba labda niliposikia ilikuwa sauti ya Mungu, ilikuwa ni sauti ya shetani, au angesema Mungu alimdanganya. Lakini hapana, Mungu hakumdanganya. Ila alichotakiwa ni kwenda huko akisikiliza maelekezo ya Mungu. Ndio maana inatakiwa kukaa kwenye mkao wa kuwa unamsikiliza Mungu, mkao wa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatusaidia sisi tusimiss target, tusipoteze mwelekeo, tusiishie pabaya, bali tuishie hatima njema ambayo Mungu ametuandikia. Sikiza, wakati anaenda kule Nazareti, ilikwishaandikwa huyu mtoto ataitwa Mnazarayo, kwa maana kwamba ataishi Nazareti. Kwa hiyo ni kitendo cha Mungu kumwambia kwamba toka hapa nenda Galilaya, Nazareti. Ila akazunguka akaenda Misri, toka Misri akarudi. Wakati uko njiani, nenda Galilaya. Wakati anafika Galilaya, Biblia inasema ili litimie neno lililoandikwa, ataitwa Mnazarayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa katikati kwenye mchakato tutakuwa tumsikize Mungu sana. Mungu leo ameshajua upoje, amekuonyesha kesho yako iko kubwa. Hapa katikati unaendaje? Bila maelekezo ya Mungu utajikuta hiyo kesho kubwa hauioni. Sikiza maelekezo ya Mungu. Mungu alikwambia piga mwamba mara moja, usipige mara mbili. Musa alikosea, akashindwa kufikia hatima kubwa ya kuingia kwenye nchi ya ahadi, akaiona tu kwa macho. Sikiza maelekezo ya Mungu, divine direction. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ibada hii njema. Asante kwa ajili ya hili neno ambalo Mungu umetufundisha. Jina lako Yesu litukuzwe. Tuna uhakika na kesho zetu kwa sababu Mungu tupo na wewe kwenye maisha yetu. Kwenye safari yangu niko na wewe. Mungu, na uhakika na kesho yangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu usinyamaze ndani yako. Roho Mtakatifu usiache kila kama kipofu. Baba, katika jina la Yesu, daima wewe mchungaji mwema kwenye maisha yangu. Direct my ways. Shamina haru shekele yata. Rakataba. You bless my decision for Holy Ghost.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu nakushukuru, jina lako Bwana litukuzwe. Pia siona mshindi mmoja ambaye anapiganiwa na Kristo